Ishara za onyo za dharura baada ya ujauzito. Video hii inakagua ishara za onyo za dharura na inaangazia dalili zinazoweza kuonyesha matatizo baada ya ujauzito. Ni muhimu kuwa makini kuhusu ishara hizi na kutetea afya yako mwenyewe. Ikiwa una maswali au wasiwasi wowote, zungumza na mhudumu ambaye alisaidia ujauzito wako. Katika video hii tutamuita mtu huyu mhudumu wako wa ujauzito. Daima omba mkalimani ikiwa unamhitaji. Kwanza tutaelezea ishara za onyo za dharura za mama na kuelezea zinaweza kumaanisha nini. Ishara hizi zinaweza kutokea baada ya kujifungua, pia huitwa kipindi cha baada ya kujifungua. Nyingi huonekana ndani ya wiki 6 za kwanza baada ya kujifungua. Ni muhimu kuambia wahudumu wa matibabu ikiwa umekuwa mjamzito wakati wowote ndani ya mwaka uliopita. Video hii haikusudiwi kukutia wasiwasi, bali kukupa maarifa ya kujua wakati wa kutafuta usaidizi. Hebu tupitie ishara za onyo. Maumivu ya kichwa ambayo hayaishi au yanakuwa mabaya zaidi baada ya muda. Maumivu ya kichwa ambayo hayaishi au yanakuwa mabaya zaidi kadiri muda unavyopita. Inaweza kuhisi kama maumivu mabaya zaidi ya kichwa maishani mwako. Hudumu hata baada ya kutumia dawa au kuongezea kiasi cha maji unayoyakunywa. Inaweza kuanza ghafla kwa maumivu makali. Inaweza pia kuja na kutoona vizuri au kizunguzungu. Kizunguzungu au kuzirai. Unaweza kuwa na kizunguzungu au kuzirai hata kuzimia. Unaweza pia kuwa na kizunguzungu kinachoendelea au kinachokuja na kuenda kwa muda wa siku nyingi. Mawazo ya kujiumiza mwenyewe au mtoto wako. Unaweza kufikiria kujiumiza kwa sababu unajihisi huzuni sana, kukosa tumaini au kujihisi kama umesikitisha kila mtu. Unaweza kuhisi kuwa huna udhabiti juu ya maisha yako. Unaweza kuwa na wasiwasi sana wakati wote. Unaweza kufikiria kuumiza mtoto wako na unaweza kuwa na mawazo ya kutisha ambayo huja wakati hutaki. Mabadiliko katika maono yako. Maono hubadilika kama vile kuona miale ya mwanga, madoa angavu au sehemu zisizoonekana vizuri. Unaweza pia kupoteza uwezo wa kuona kwa muda mfupi. Maono yako yanaweza kuwa na ukungu, magumu kuangazia, au unaweza kuona maradufu. Homa. Homa ina nyuzi ya 100.4 Fahrenheit au 38 Celsius au zaidi. Kutatizika kupumua. Kuhisi kukosa pumzi ghafla au baada ya muda kana kwamba huwezi kupata hewa ya kutosha kwenye mapafu yako. Koo au kifua chako kinaweza kuhisi mkazo. Unaweza kutatizika kupumua unapolala chini, kama vile kuhitaji kuinua kichwa chako kwa mito ili ulale. Maumivu ya kifua au moyo kupiga haraka. Maumivu ya kifua yanaweza kuwa hisia ya mkazo au shinikizo katikati ya kifua chako. Maumivu yanaweza pia kusafiri kwenye mgongo, shingo au mkono. Ikiwa una mabadiliko katika mapigo ya moyo, kama vile mapigo ya moyo ya haraka au kudunda kwa kifua chako, unapaswa kumpigia simu mhudumu wako wa ujauzito. Mapigo ya moyo yanaweza kuhisi kama yanaruka mapigo. Unaweza kujihisi kizunguzungu, kukata tamaa au kuchanganyikiwa. Unaweza kuwa na shida kupata pumzi yako na ni ngumu kuzungumza na kupumua kwa wakati mmoja. Maumivu makali ya tumbo ambayo hayaishi.
Maumivu ya tumbo ambayo hayaishi. Maumivu yanaweza kuwa makali, ya kuchoma au mkakamao. Maumivu ya tumbo yanaweza kuanza ghafla au yanaweza kuwa mabaya zaidi baada ya muda. Unaweza pia kupata maumivu makali ya kifua, bega au mgongo na maumivu ya tumbo. Kichefuchefu kali na kutapika ambacho sio kichefuchefu cha asubuhi. Kichefuchefu kali na kutapika si sawa na kichefuchefu cha asubuhi. Ni kali zaidi na inakuwa ishara ya onyo ikiwa huwezi kunywa kwa zaidi ya masaa 8 au huwezi kula kwa zaidi ya masaa 24. Ikiwa pia una kinywa kavu, maumivu ya kichwa, kuchanganyikiwa, homa na kuzungumza, hizi ni sababu za kutafuta msaada wa matibabu. Kutokwa na damu ukeni au majimaji kuvuja baada ya ujauzito. Ni kawaida kutokwa na damu na mchozo baada ya kujifungua. Si kawaida wakati unatoa damu nyingi sana, unalowesha sodo 1 au zaidi kwa saa 1 au kupitisha migando ya damu ambayo ni mikubwa kuliko yai au kupitia tishu yeyote. Ikiwa kuna mabadiliko katika harufu ya kutokwa kwa uke na ina harufu mbaya, unapaswa kumuita mhudumu wako. Kuvimba, wekundu au maumivu ya mguu wako. Ikiwa wakati wowote baada ya kujifungua una uvimbe, maumivu au uchungu kwenye mguu wako, hii inaweza kuwa ishara ya onyo. Uvimbe au maumivu haya ni kawaida kwenye mguu wa chini na kwenye mguu mmoja tu. Unaweza kuumiza au kutoumiza unapoguswa. Unaweza kuumiza unapokunja mguu wako ili kusimama au kutembea. Sehemu yenye uchungu pia inaweza kuwa nyekundu, kuvimba na joto inapoguswa. Hii inaweza pia kutokea katika mojawapo ya mikono yako. Uvimbe mkubwa wa mikono au uso wako. Kuvimba kwa mikono yako ambayo inafanya iwe vigumu kukunja vidole au kuvaa pete. Uvimbe wa uso ambao hufanya iwe vigumu kufungua macho yako kabisa. Macho yako yanaonekana na yanahisi kuvimba. Uvimbe huu si uvimbe mdogo wa kawaida ambao watu wengi huwa nao wakati wa ujauzito, ni mkali zaidi. Uchovu mwingi. Wakati ghafla unakuwa mchovu sana na dhaifu na huna nguvu za kutosha za kuendelea na shughuli zako za siku. Haijalishi unalala kiasi gani. Haujihisi kupumzika. Unahisi uchovu hata huamki kumtunza mtoto wako. Unaweza pia kujihisi huzuni baada ya kuzaa mtoto wako. Baadhi ya dalili hizi zinaweza kumaanisha kuwa una matatizo mahususi wakati wa kujifungua au baada ya kujifungua. Ishara za onyo kama vile maumivu ya kichwa, mabadiliko ya maono, kizunguzungu au kuzirahi, uvimbe mkubwa, kupumua kwa shida au maumivu makali ya tumbo ambayo hayaishi yanaweza kuwa dalili za ugonjwa wa shinikizo la damu unaoitwa preeclampsia. Ishara za onyo kama vile kujaza sodo 1 kila saa kwa masaa 2, kupitisha migando ya damu yenye ukubwa wa yai, kizunguzungu au kuzirai, kunaweza kuwa ishara ya kuvuja damu kwenye njia ya uzazi. Ishara za onyo kama vile kizunguzungu au kuzirai, maumivu ya kifua au moyo unaodunda haraka, kupumua kwa shida au uchovu mwingi zinaweza kuwa ishara ya tatizo la moyo. Watu wengine hupata mabadiliko ya hisia wakati wa ujauzito. Ishara za onyo kama vile hisia za huzuni nyingi, kutokuwa na tumaini, wasiwasi mwingi, kuhisi kushindwa kudhibiti au kukosa ufahamu wa kinachoendelea,
zinaweza kuwa ishara za hali ya afya ya akili wakati wa kujifungua. Matumizi ya dawa za kulevya wakati au baada ya kujifungua, ikiwa ni pamoja na tobako, bangi, pombe, dawa zilizoagiziwa na daktari au dawa za kujiburudisha, zinaweza kuwa na athari kwa afya yako na afya ya mtoto wako. Kuna nyenzo nyingi na machaguo ya matibabu yanayopatikana wakati na baada ya ujauzito. Hatari ya kutumia dawa kupita kiasi kimakosa ni kubwa zaidi kwa watu ambao wamezaa mtoto katika mwaka uliopita na wamerudia kwa matumizi ya dawa za kulevya. Ikiwa unakumbana na mojawapo ya ishara hizi za onyo au hali, wasiliana na mhudumu wako wa ujauzito na upate usaidizi mara moja. Ikiwa huwezi kufikia mhudumu wako, nenda kwenye chumba cha dharura. Waambie wafanyikazi wa idara ya dharura kwamba umekuwa mjamzito ndani ya mwaka uliopita. Kumbuka, ishara za onyo na hali zilizofafanuliwa katika video hii ni matatizo makubwa ya kiafya baada ya kujifungua mtoto wako. Hazipaswi kupuuzwa. Video hii haikusudiwi kukutia wasiwasi, bali kukupa maarifa ya kujua wakati wa kutafuta usaidizi. Picha na ufafanuzi wa ishara za onyo za dharura za uzazi zimetumiwa kwa ruhusa kutoka American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG. Video hii iliundwa na timu ya Vermont Alliance for Innovation on Maternal Health kwa usaidizi wa Prenatal Quality Collaborative ya Vermont. The Health Resources and Services Administration, HRSA, Department of Health and Human Services, HHS, ilitoa usaidizi wa kifedha kwa video hii. Yaliyomo ni ya maandishi. Huenda yasionyeshe sera za HRSA, HHS au serikali ya Marekani.